Kizinga Simba imepanda kwa ubora kwenye ligi kabisa. Hayo ndo maswali. Nafasi ya 4 kwa ubora. Pengine hili kama mwakilishi wa Tanzania kwako na neno gani? Nimelisikia vizuri sana. Kwanza nikupongeza kwa swali zuri. Wewe umechelewa. Tulikuwa tumeshadadavua hili jambo. Lakini ukweli ni kwamba wewe unaweza kutuambia umeona kwenye peji ipi kwamba Simba amepanda mpaka nafasi ya 4? Unaona hizo taarifa. Na kuuliza wewe umeona kwenye peji ipi? Sio peji zote. Nataka niwaambie Watanzania wote wanaofuatilia hapa. Nenda kachunguze peji ya Kafu. Nenda kwenye peji ya Kafu, kaangalia wapi Kafu wameandika Simba amepanda mpaka nafasi ya 4. Haiwezekani mtu aliyefeli ameenda shirikisho kwa kupitia mlango wa nyuma nafasi ya 3 aende akawazidi experience ya Tunisia, aende akavizidi vilabu ambavyo tulia kwanza, achana na lakini bado nipo kwenye hotuba. Umeelewa bwana? Hawezi kwenda kuwazidi watu hivi. Brother, nikuulize wewe, mtu ambaye mpaka sasa hivi ametolewa kwenye robo finali, wewe uko shirikisho huko mkiani, uende ukamzidi? Ndio, lakini kama Simba amekuzidi mbali, Young Africans kuna nafasi wametoa lini kwanza? Hii distance kwa unazungumzia. Hiyo nafasi ya 11 wewe umepata kwa nani? Yaani mimi ninachokitaka mniambie ni peji ipi. Ngoja turudi kwenye darasa. Ukweli ni kwamba wanaotoa hizi takwimu sio Kafu, ni makampuni binafsi. Umenielewa bwana? Nisikilize, hiyo takwimu kaitoa nani? Kwa hiyo wewe uamini kwamba Simba alipofuzu anaongeza point? Nisikilize. Ngoja kwanza. Shabalala, ukimsikiliza maneno ya Shabalala kapteni anasema kwamba wao walideserve. Umesikia bwana? Kapteni anasema bwana, mtu ulia kidogo. Kapteni Shabalala anasema walipokuwa Cairo waliambiwa na ile timu pinzani, mbona mna timu nzuri, hamkudeserve kuwa hapa. Kwa nini mmekuwa hapa? Tulia kwanza. Shabalala anasema tumeteleza, tutajipanga wakati mwingine, tutakuwa kule tulikokuwa. Brother, wewe ni shahidi. Simba kuenda hatua shirikisho kwa kupitia mlango wa nyuma nafasi ya 3, lile ni anguko. Wakubali kwamba walianguka na huku walikokuwa haikuwa size yao. Walitakiwa kuwa huku tulipo kaka zao, hata kama tuliondolewa. Malizia basi neno lolote kwa mashabiki wa Yanga baada ya ushindi. Neno lolote kwa mashabiki wa Yanga, tuambie kitu kimoja. Sala na dua zinahitajika kwa wachezaji wetu. Vita imekuwa ni kubwa. Ukiachana na vita tunayopitia nje ya uwanja, vita nyingine imehamia ndani ya uwanja. Unaweza kumuona Lydia Ucho ulikuja mpango mkakati, akafanyiwa madhila mpaka leo yuko benchi, tumemkosa. Unamwona Pacome Zouzoua ya Arabi, msaidia afya yake irudi imarike. Huyu ndio man of the match alikuwa leo, lakini wamemfanyia ukatili, ameshindwa kuwa man of the match. Huyu Pacome Zouzoua ni sumu inayotambaa, silence killer. Unaweza kumuona. Kuna mijadala kuhusiana na Pacome Zouzoua kuhusiana na Elie Mpanzu alichokifanya jana Kizinga. Kumfananisha Elie Mpanzu na Pacome Zouzoua ni kumkosea heshima. Wallahi nawaambia ni kumkosea heshima. Pacome Zouzoua mmoja, Elie Mpanzu 6. Umeelewa. Niko vizuri. Sijalewa. Mtu anayefanya kwenye kombe la Kafu je, mfananishe na kombe la Kafu kitengo gani? Shirikisho umefeli umefaulu. Sasa hivi amekutuletea renki ambazo Kafu hawajatoa, wametoa wao. Sisi tuwapongeze sana. Haiwezekani timu zilizoko ligi kuu, timu ambazo ziko, umeona bwana? Simba ndio namba 4. Bwana. Kuna Ali Mamelodi Sundowns, kuna Express ya Tunis, afu na Simba Sports namba 4. Tuwapongeze sana. Umejiweka namba 4 hapa. Ali kwa pointi Ali pointi alizokusanya mpaka leo hii. Ali kwa pointi ambazo amekusanya mpaka leo hii ana alama 78. Akifuatiwa na Mamelodi Sundowns alama 57. Anafuatiwa Express da Tunis, japokuwa Express da Tunis ametolewa kwenye haya mashindano. Kwa hiyo anaikamata hii nafasi kutokana na pointi alizozikusanya. Simba jana kufuzu hatua ya nusu finali anafikisha alama 43. Katika vile vilabu vyote hamna mtu mwenye alama 43. Kwa hiyo Simba anakuwa timu ya 4 kwa ubora sasa hivi barani Afrika. Juu ya Yanga. Yanga nafasi ya 11. Tunaenda kwa points. Tunaenda kwa points. Unataka kujibu? Ndio, nitaka kujibu. Mimi niwapongeze sana wale wote ambao wanaamua kutengeneza mabango wakati Kafu bado hawajatoa taarifa. Nataka niwaambie darasa moja. Kafu huwa kuna takwimu na wao sio wanaotoa wao. Kuna makampuni yanayotoa ranking. Umeelewa bwana? Wakati ligi bado inaendelea, inasikitisha sana kuona tuko nyuma katika mawazo mengi sana. Na haya ndio tuliojaliwa kuwa nayo ya kutengeneza upuzi kama huu. Haiwezekani timu zilizofika nusu finali, klabu bingwa. Nazungumzia klabu bingwa. Nusu finali, robo finali, yani wewe ulioko huku, ruza ulikofeli, uende ukawapiku watu ambao wako hata kule. Unaweza ukaona kwamba ni msiba wa kiasi gani. Tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niendelee kitu kingine. Mimi sihitaji kupitia kwenye vitu ambavyo wamevitengeneza watu. Kafu huwa hawatoi. Kafu watakuonyesha screens,
CAF atakuonyesha goli, atakuonyesha na kikosi, lakini haya mengine tunatengeneza wenyewe. Tuwapongeze kwa hesabu hizo ambazo bado msimu haujakwisha. Umeelewa bwana? Kizinga, unazikataa hizo takwimu tena kwa kiwango cha lami? Nazikataa. Swali moja Kizinga. Niulize. Yanga kabla ya kucheza hatua ya fainali alikuwa kwenye nafasi ngapi kwa ubora? Sijui. Kwa nini unazikataa hizo takwimu? Nazikataa kwa sababu kwanza, kama umeweza kuwasikiliza, mimi mara nyingi ni mtu ambaye napenda kusikiliza. Kama umeweza kuwasikiliza viongozi wa bodi ya ligi, viongozi wa TFF, mimi nimemsikiliza siku moja nani huyu kiongozi wa TFF alikuwa kwenye kituo cha redio, alisema kwamba huku kupanda kwa hivi virabu, huku kupanda kwa hizi ranking, huwa mara nyingi sana hawatoi CAF, wanatoa, kuna makampuni binafsi ambayo yanatengeneza kutokana na namna ambavyo mmefanya. Kwa mfano, ligi yetu iliingia nafasi ya 4 kwa sababu gani imeingia nafasi ya 4? Imeingia kwa sababu tuliingiza timu 2 robo finali klabu bingwa. Simba aliingia, Yanga aliingia. Kwa hiyo tulijaliwa kuwa katika nchi yetu kuingiza timu 2. Kwa hiyo tulideserve kupanda pale kwa takwimu za kampuni binafsi, sio wao kafu. Wewe nikuulize wewe, toka lini ukawaona kafu wametoa taarifa kwamba hebu angalieni hapa? Kwa hiyo hizi zinatengenezwa na wahuni. Tuseme kitu kimoja, tuwapongeze kwa kazi nzuri ambao wameifanya, wamecheza vizuri. Kwa hiyo bado wana deni kutoka kwetu, deni walilokuwa nalo nendeni sasa mkafanye, nendeni South Africa pale, mwende mkashinde nusu finali kama tulivyoshinda sisi kaka zenu, nendeni mkashinde finali kama tulivyoshinda sisi, lakini hatukubeba ubingwa. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kukifanya. Hatuhitaji kelele za mtaani kwamba mmefika hapo mkatutambie, huku sio shida zetu, tushatoka. Ndio maana sisi tumeondolewa kwenye virabu bingwa ambavyo kwenye nchi zao ni mabingwa. Wewe kwenye nchi yako bingwa kutoka wapi? Hakuna mtu ambaye ni bingwa kwenye huku shirikisho. Finali ulifika wapi? Kwenye kombe gani? Nilifika finali. Kombe gani? Ni shirikisho. Nilifika shirikisho finali. Na waliotutoa sisi, aliyetutoa sisi nani? Ni MC Aljas. Kwa tunachowaambia nini? Kwamba bado hamjafika tulikofika sisi, mkafike, na ili iwe big story mwende mkaribebe lile kombe. Tunachowaambia kitu kimoja, nimpongeze sana msemaji wetu Ali Shabani Kamwe, ni kiasi gani amefika mpaka finali na medani amevaa, lakini hatukuona kitu achozi. Utaishangilia Simba ikicheza finali? Nitaishangilia ikibeba ubingwa. Ikifika finali so story, aende akacheze finali. Hata kwenye mazingira tuliyopitia sisi, hakuna sijua tumecheza finali kwenye mazingira magumu brother. Kwa hiyo afike huko. Kwa tunachowaambia, huu mpira tuliokutana nao leo, hichi kipigo alichokipata Azam siku ya leo, tumpongeze sana Azam, kwa sababu hichi kipigo Azam amekuwa jasiri. Azam kuleta timu uwanjani anatakiwa kupigiwa misinga takriban 10 kwa sababu amefanya kitu cha maana. Kuna watu mpaka leo wamekimbia, wanautaka mchezo. Ukiwasikiliza hata sio wao, Dazu anakuambia mechi tunatamba nayo. Swali kwake, wewe mwanadada unaotaka mchezo, wewe si ndio likataa masaa 8 za usiku, saa hizi unautaka? Wamekutekelezea shida zako wale waliowaambia uchezi mchezo wote uchezi, saa hizi wamekutekelezea. Huenda ametekelezewa kimya kimya, si hatujui. Dazu unakwambia, Dazu ni CEO wa Simba.